Mchezo wangu wa kwanza na timu ya taifa ilikuwa ni Tanzania na Zambia, uwanja wa Uhuru. Tulipata goli moja, assist inatoka kwangu, anafunga Michael Chuma. Mtazamaji, karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Mtani Joktan na leo nimepata bahati ya kukutana na kocha Uhuru Suleiman. Bana kocha, kwema? Namshukuru Mungu bwana. Hali ikoje? Heri kabisa. Sawa kocha, nitamani kujua katika akili yako kama mchezaji ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau? Injury kubwa ambayo nilipata nikiwa Simba. Mwaka gani? 2011-12. Yaani msimu wa 2011-12. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 7 Disemba 2011. Yeah. Ilikuwa siri kwa kiasi gani? Ni asili pakubwa kwa sababu kwanza nisimamisha kazi yangu kwa mwaka mzima. Lakini still unajua mpira wetu wa kibongo kisha nje ya uwanja na kila kitu kipo nje yako. So kwangu mimi nirudisha nyuma sana kwa sababu nilikuwa na malengo makubwa sana kucheza Ulaya. Wanasema jezi ya Taifa Stars ni nzito sana kuivaa uwanjani. Nataka kufahamu kwa mara ya kwanza unaitwa kuitumikia Taifa Stars. Ilikuwa katika mchezo dhidi ya timu gani na ulijisikiaje na kipi ambacho utamani kuifanyia Taifa Stars? Mchezo wangu wa kwanza na timu ya taifa ilikuwa ni Tanzania na Zambia, uwanja wa Uhuru. Tulipata goli moja, assist inatoka kwangu, anafunga Michael Chuma. Kwangu mimi sikuwa na uzito wote. Sasa kipi kinawafaidisha wachezaji wazaa pale ambapo wanaenda nje ya nchi kuweza kufanya vizuri? Kwanza wanaamini kwamba ukishaenda nje ya nchi kila kitu kiko sawa. Lakini niwaambie tu kwamba kila nchi unayokwenda, changamoto ya kwanza utakutana na ubaguzi. Changamoto ya pili unatakiwa kumshawishi kocha kuliko vile vilivyokuwa unamshawishi kocha wa Tanzania hapa. Kwa nini vilabu ambavyo vinapanda ligi kuu kwa mara ya kwanza vikai muda mrefu katika ligi vinaweza kushuka daraja tena, mfano Ken Gold? Wachezaji wao wengi wanafikiria Simba na Yanga. Sasa wakishakosa Simba na Yanga na wenyewe wanaamini wamepotea. Kwa kufocus tena na hawana tena focus ya mchezo tena. Mchezaji ambaye anachipukia ili awe mchezaji bora, ni kipi ambacho anapaswa kufanya na kipi hapaswi kukifanya? Wanatakiwa kuwa na foundation ya maana, foundation ya ukweli. Sababu mimi nakumbuka kama hapa nimempa historia huyo kwamba nimekwenda Pemba nimekacheza, nimekwenda Kidamali Iringa huko nikacheza, nimekwenda Njombe nimecheza. Huko kote nilikuwa nafanya mazoezi magumu natengeneza foundation. Na ilinichukua karibia miaka 5 kuwa fit vile nilivyokuwa. Lakini still kabla miaka 5 haijaisha nikaanza tena kufanya tena mazoezi magumu yale yale. Mimi niwape tu siri, niwape kodi wachezaji. Mimi nikiwa najiandaa na ligi ambayo itachezwa 2 weeks later. Sawa. Kwa wiki Jumatatu, Jumanne nakimbia kilomita 7 kila day. Hiyo ni baada ya mazoezi yangu yote. Let's say asubuhi naamka na kwenda beach nakimbia kilomita 4 kwenye michanga. Nafanya short sprint almost 10 minutes. Jioni nakwenda kucheza kuanzia saa 10 mpaka saa 12 nacheza game. Alafu nikishamaliza hapo nakimbia kilomita 7 Jumatatu na Jumanne. Then Jumatano nakwenda kucheza jioni na kuingia gym. Alhamisi nafanya short sprint tu sehemu ya uwanja mkavu. Ijumaa nacheza tu kawaida. Jumamosi nafanya mazoezi ya kucheza tu na wenzangu kawaida, kama ni kupumzika. Jumapili sifanyi mazoezi. So hiyo baada ya wiki mbili kuna ligi naenda kucheza au kuna mechi ya ngumu naenda kucheza. Najiandaa hivyo. Sawa. Kwa kama hiyo wiki ina game. Ina maana ile kilomita 7 napunguza inabaki kilomita 7 kwa inakuwa sio 2. Sawa. Hizi zingine nafanya kawaida ila kwenye michanga napunguza half. Kwa hiyo wachezaji wengi wa sasa hivi sidhani kama wanafanya huo uzito wa mazoezi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wanapaswa kuzingatia. Okay, kwa nini hivyo? Ukikimbia kwenye michanga unatengeneza stamina. Sawa, lakini speed inakuwa ndogo. Sababu misuli inafumuka. Lakini ukirudi ukakimbia roadwork unaona ile misuli ukiwa na stamina yako unaifanya ile misuli inabana, unakuwa na speed. Sawa. Then ukija kwenda gym unaweza kuhimili mishindo. Unaelewa? Mchezaji yote anayekwenda gym haogopi kugongwa. Sawa. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu vitakufanya wewe utakuwa timamu kwenye game. Sawa. Lakini kwa nini nafanya mazoezi hayo magumu lakini sisi naingia kwenye kucheza? Naifanya misuli yangu isiogope kucheza, yani nisiwe na ule uzito wa kufanya dancing ya mpira. Unaelewa? Kwa hiyo natumia mpira kwa sababu tunafanya mazoezi yote kwa ajili ya mpira. Mafanikio gani katika soka kama mchezaji utamani kuyapata na hujafanikiwa kuyapata? Nitamani sana kuwa mchezaji mkubwa sana Afrika.
na hicho kitu kimeniumiza sana, na ndio maana hata leo nimesema kuna wakati natamani kama nirudi kucheza, sababu kuna wachezaji muone wakina Siabonga wamecheza mpaka na miaka sijui 48 sijui, sawa, sasa hata 40 sijafika. Kwa hiyo natamani kama vile nirudi kwenye game. Unadhani kipi kilikufelisha? Injury Ndio ilikufelisha? Yes, na injury zangu mimi zilikuja pale fitness yangu ilipopungua, kwa sababu nilikuwa nataka kucheza game kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nalazimisha misuli yangu icheze kwenye ile game ambayo sijaifanyia mazoezi. Sawa, tuna wiki kadhaa hapa kuelekea katika AFCON 2025. Kikosi cha Taifa Stars ambacho kitatuwakilisha katika AFCON kimeweza kuitwa. Tuanzie hapo. Kama mwalimu, wale wachezaji ambao wameitwa katika kikosi wanatosha kuiwakilisha Taifa Stars? Kila siku ya Mungu kuna mchezaji mpya anazaliwa. Na kila siku ya Mungu kuna mchezaji mmoja anapotea kwenye game. Kwa sababu wachezaji wanacheza kwa idadi. Kwa hiyo mimi sibezi mchezaji mpya aliingia kwenye timu, wala sibezi mchezaji mdogo aliingia kwenye timu. Naamini inaweza kuwa hii AFCON wao nafasi yao wao kutoka ndio ikaifanya timu yetu kuonekana. Unadhani katika AFCON 2025 yapi yanapaswa kuwa malengo yetu kama Taifa Stars? Tumeshacheza AFCON mara kadhaa. So tunatakiwa kuachieve position. Sawa. Okay, na siamini kama tunaweza kuchukua ubingwa kwa sababu hata sisi mind zetu zinaamini kwamba hatuwezi kufika. Lakini tunaweza kuachieve position tulioishia. Ya, na tukiachieve position tulioishia lolote linaweza kutokea. Sawa, kuna baadhi ya nyota hawajaingizwa katika kikosi kwa maana ya squad ambayo itatuwakilisha kule nchini Morocco. Miongoni mwa wachezaji hao anatajwa Paul Peter ambaye anafanya vizuri sana na JKT kwa sasa. Hajaingizwa. Tupe mtazamo wako. Aina ya wachezaji kama hao ambao ni wachanga, je, wanastahili kuwa katika sehemu ya kikosi pia? Okay, kwa uzoefu wangu mimi walimu wengi ambao nimefanya nao kazi wamekuwa wakiwatumia hao wachezaji new generation ambao wanafanya vizuri kwa ajili ya kusoma mchezo. Kwa hiyo vizuri kama angekuepo. Lakini kama idadi ya watu wanaoenda wote wanaenda kutumika, basi nafasi yake ya kuwepo ni ndogo sana. Kwa sababu Watanzania tuseme wa Afrika wanaamini sana kwenye mtu anayefunga goli kuliko aliyetengeneza goli. Na hicho kitu mimi na kilaani sana. Kwa sababu wenyewe wanaamini anayefunga goli ndo anajua. Ila watu waliofanya kazi kuhakikisha ile goli linapatikana huwa wazungumzie. Sawa. Unaweza kusema mchezaji kwa nini hajaenda AFCON? Na ana goli 10 kwenye ligi. Goli 5 kwa sasa. Okay, sijafuatilia simbezi. Lakini najiuliza katika hizo goli 5 kamfunga nani? Sawa. Amefunga kwenye mazingira gani? Amefunga amejitegemea yeye kama yeye, au amefunga one touch imepigwa kutoka kwa mtu? Sawa. Au amefunga kwenye penalti? Sawa. Maana yake sasa kama unataka wewe tumuite kwa sababu ya magoli, maana yake unategemea kwamba tukifika kule kwenye penalti ndio tutampa penalti. Sawa. Lakini kitu ambacho naweza kumwambia yeye kama yeye ambaye hajaitwa, kama atanisikia, pila ni muda na nafasi. Pengine labda kuita kwake ingekuwa ni sehemu ya kuitengeneza future ya Taifa Stars, kwa maana ya kutengeneza kikosi kipya ambacho kina Bwana Ali Samata, kina Msuva, kina Hussein, kina Kipombe na wachezaji wengine. Kwa nchi yetu sisi, kwa nchi yetu hii hapa mimi siamini sana kwenye hiyo future ya national team. Labda kwenye hizo timu za vijana, lakini kwenye timu yetu kubwa huwa waangalie sana hiyo. Wala anakwenda mtu ambaye anakwenda kuiwakilisha nchi. Kwa hiyo future itakuja, lakini kama sasa hizi nyinyi mnamtaja na akiwa aongeze bidii kuhakikisha kwamba next selection hata kama ni friend match na yeye awemo. Sawa, mwanzoni tulikuwa na makocha wazao katika national team, lakini kwa sasa yupo Miguel Gamondi. Kama kocha una wasiwasi na Miguel Gamondi? Hapana, mimi sina wasiwasi naye, na hata waliokuwepo pia nilikuwa sina wasiwasi nao, walikuwa wanaweza kufanya kitu.